I would love to figure our Bibles with the book of Leviticus 18. Chapter 18, verse 24. Now read this. Do not make yourselves unclean by any of these things, for by all this the nations I am driving out before you have become unclean, and the land became unclean, so that I punished its iniquity, and the land vomited out its inhabitants. I will repeat. Do not make yourselves unclean by any of these things, for by all these the nations I am driving out before you have become unclean, and the land became unclean, so that I punished its iniquity, and the land vomited out its inhabitants. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. To make get so my topic for today, the word of God for today, it's about land vomiting. Land vomiting. And due to that, I'm going to repeat what I have just read. Do not make yourselves unclean by any of these things, for by all these the nations I am driving out before you have become unclean, and the land became unclean, so that I punished its iniquity, and the land vomited out its inhabitants. Praise God. Amen. So this is the word that God placed in my heart, and as I was reading this word, nilipokuwa nikisoma ile neno, it was like 4 weeks ago, ilikuwa ni kama wiki 4 zilizopita, and God was speaking to me concerning land vomiting. na Bwana alikuwa ananena kwa mimi kupitia ardhi, kutapika kwa ardhi. But I was not understanding Alikuwa what land vomiting sielewi is kile kutapika kwa ardhi ni nini, until I read again, hadi niliposoma na nikasoma tena, and I kept on understanding what God is saying concerning land na vomiting. nikaendelea kufahamu kile Mungu alikuwa anasema. Hallelujah. Haleluya. So I want us first to look at the purpose of the land, Kwa hivyo nataka tuangalie kusudi ya nchi ya ardhi, because this topic is land vomiting, kwa sababu hoja hii ni utapishi wa ardhi. and we are going to open the book of Genesis. We see the creation of this land. Tunaenda kuangalia kitabu cha Mwanzo, tuone vile hii nchi ilivyotengenezwa. Let's open our Bibles for Genesis 1, somewhere 8, where the land is coming out. Mwanzo 1:8. I think it's 9. And God said, let the waters under the heavens be gathered together into one place, and let the dry land appear. So this was the creation of the land. Huo ulikuwa uumbaji wa nchi During the Genesis story. wakati wa mwanzo. And through this we see that the land is submissive unto the authority of God. Na kuanzia hapo tunaona kwamba ardhi pia inaweza kasikia sauti ya Mungu. Hallelujah. Amen. So we are going to look, what was the purpose of this land? Kusudi ya hii ardhi ilikuwa nini? Before we break it down to the vomiting. Kabla hatujakuja kuangalia ule utapishi. Praise God. Amen. So we are going to read our Bible from Genesis 1:1 still. Tunaenda kusoma Biblia yetu ya Mwanzo 1:1 tena. Number, in the beginning God created the heavens and the earth. And as I was reading some other Bible versions, and I saw that the earth was in form of the land. Praise God. Amen. And the Bible says the earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Praise God. Amen. So through this I saw how this land came to be. Katika Hallelujah. maandishi niliona jinsi vile ardhi ilikuja kuwa. At first we see that the land was so much destructive, it was void, it was full of darkness. Pale mwanzo tunaona kwamba ardhi ilikuwa ukiwa na utupu. But immediately God said, let there be light. Lakini pale Mungu akasema na kuwe na nuru. And Jesus appeared. Na Yesu akatokelezea. Hallelujah. Hallelujah. And there was light. Na kukakuwa na nuru. No matter now in the book of John 1:1, that in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. And number, the world did not know him. Amen. And he was there, but praise God. Amen. And during that creation of the land, God said, unajua, kuna Bible scholars was saying that maybe that time Moses was confused because he was seeing something void, and then all of a sudden Jesus is appearing. So Jesus presents the light, and when God said, let there be light, Jesus is coming on the light. Praise God. And this is how that light was formed
in this land. Hivyo Praise ndio God. jinsi hiyo nuru ilifanyika katika hii ardhi. Bwana asifiwe. So we see that the land, I want us to read the purpose of the land. Nataka tuangalie kusudi ya hii ardhi. Some Genesis 1:11 again. Genesis 1:11. And God said, let the earth sprout of vegetation, plants yielding seed, and fruit, trees bearing fruit, in which is their seed, each according to its own kind on earth, and it was so. So, Na Mungu akasema, nchi na itoe majani, mimea itoayo mbegu, na miti ya matunda izaayo matunda kwa jinsi yake, ambayo mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. Ikawa hivyo. hallelujah. Amen. So through this we see that through the land, hapo ndo vegetation inatoka. And this land, tuseme it was given the capability of holding seeds. And through this, I got the revelation of from Genesis 3:15, where God is telling Eve, the seed. Hallelujah. Amen. Have you gotten me? Amen. From Genesis 3:15. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his head. Praise God. Amen. The woman is said, this here is where God is telling Eve, he's telling the snake, aliambia snake, the seed of the woman you don't have destroyed. Praise God. So we are seeing that he land produce seeds, and all of us here tumebeba seeds, and we are part of this land. Praise God. Amen. So we are going to see, tutarudia bado the book of Leviticus 18. Katika we turn back twende tujue sasa, why is this land vomiting? Why is this land doing this and this? So tusome Leviticus 18 verse 24, where the word of God is saying, do not make yourselves unclean by any of these things, for by all these the nations I am driving out before you have become unclean. And the land became unclean, so that I punished its iniquity, and the land vomited out its inhabitants. Praise God. Amen. So our inhabitants ndio wasemi walikuwa wanaishi kwa hii land. And these people, like wacha niseme, they were already used to God. Hallelujah. Amen. Praise God. So God was warning the Israel, my Israelites, ati, I am taking you to Canaan, nawapeleka huko where there is milk and honey, but I am taking you there, and I am driving those inhabitants out of that land. And because that land is tired of them. Praise God. That land is tired of them, and that land is vomiting them out. So hapo ndo nikapata that word of the land vomiting. Land vomiting. So we see that these people were already used to God. Tunaona watu wao walikuwa tayari wamemzoea Mungu. These people, these inhabitants, Hao watu wakaaji wa pale. that they came to a point where milk and honey is nothing to them. Wakafika mahali ya kwamba asali na maziwa si kitu kwao tena. But to the Israelites, milk and honey meant Lakini something. kwa Wanaisraeli asali na maziwa ilikuwa inamaanisha It jambo. was a miracle. Ilikuwa kama muujiza kwao. And that is why God wanted to give them that land. Na ndio kwa maana Mungu anataka kuwapatia hiyo nchi. If you read the book of Leviticus, Ukiangalia mambo ya Walawi, you will see that these inhabitants used to do a lot of things. utaona ya kwamba mahali pale walikuwa wanafanya mambo mengi. And hapa ni penye God was pointing hand, akisema stop this, stop this, stop this, because he's giving them a land where this land will also get tired if you become unclean. Mungu alipopatia ardhi nchi na akawa anawaambia msifanye hivi na hivi. So this one reflects back to us. Kwa hivyo hii inatuangazia Sometimes pia we get sisi. used to God. Wakati mwingine tunamzoea Mungu. Sometimes we forget that he's the Wakati creator. mwingine tunamsahau ya kwamba yeye ndio muumbaji. Sometimes we think that life is normal. Wakati mwingine tunafikiria kwamba maisha ni kawaida. Hallelujah. Haleluya. In our spiritual life, Katika maisha yetu ya kiroho, the ministries that we have, zile huduma ambazo tuko nazo, sometimes we take them normal. sasa ingine tunazichukua tu And kawaida. God is waiting for somebody who will take that thing as a Na miracle. Bwana anatafuta yule mtu ambaye atachukua hiyo kitu kama muujiza. Before that land vomits. Kabla hiyo nchi So we will look at kutema. mbona hii land ina vomiting? Hallelujah. Why is it vomiting? Praise God. Amen. Hallelujah. So I'm going to read the book of Acts. Sasa tuangalie katika Matendo ya Mitume. Chapter 1. And this is where now God is speaking. God was revealing himself. This is the outpouring of the Spirit. Yeah, concerning the outpouring of the Spirit in the book of Acts. Chapter 1.
kitabu kile cha kwanza nilikiandika Theofilo kuhusu mambo yote aliyoanza Yesu kufundisha hadi siku ile alipochukuliwa chini, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliojidhihirisha kwao kuwa yu hai kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Wakati alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kutoka kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali nanyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Hallelujah. Amen. So tumesoma the book of Acts and we want to see why is this land vomiting. Tunataka kuona kwa nini nchi inateua. And my first example was from Satan. Na example. Na mfano wangu wa kwanza ni kutoka kwa Ibilisi. Satan became pride. Ibilisi akawa na kiburi. And this proud, na hiki kiburi made him not to stand in the environment of God. Ikamfanya sikae katika mazingira ya Mungu. That's the land vomited him. Hiyo ndio ardhi ilimtema nchi. Kwa sababu alikuwa na kitu that cannot stand that environment, ambacho hakiwezi kikakaa katika yale mazingira. Hallelujah. Hallelujah. So I came with an example of the body of. Kwa hivyo nimekuja na mfano wa mwili wa Kristo. Tunaona before Christ ascended, kabla Yesu hajapaa juu, he was with the disciples for 40 days. Alikuwa na wale mitume wake siku 40. And he was teaching them concerning the coming of Jesus. Na alikuwa akiwafunza kuhusiana na kukuja kwa Roho Mtakatifu. And when he ascended, na wakati alipotoa juu, 120 people were together. Watu 120 walikuwa pamoja. That's the record of the Bible. Hiyo ndio rekodi ya Biblia. But as time went, lakini muda ulipokuwa ukienda, watu wakawa wanapungua. Kwa nini? Because watu walikuwa wamemzoea Mungu. Atuchoki kuomba. Amen. Tumeomba sana. Yeah? And wanaambia Peter, wow, toka asubuhi still the Holy Spirit is not coming. Because wako like, no. And that number went down. Wakaendelea wakipungua. Until the last number came. Until wale wa mwisho wakawa. Amen. Praise God. So through this, kupitia hii, we see that the church came to rise. Tunaona kwamba kanisa ikaja ikainuka. But still the body of Christ got defined. Lakini bado mwili wa Kristo ulikuwa umewekwa chini. Because the move of God was spreading. Kwa sababu uwepo wa Mungu ulikuwa unatembea. Satan took advantage. Na shetani akachukua advantage. And made witches to arise. Akafanya wale mazingaombwe kuinuka. Sorcerers to arise. Amen. Through this, wachawi kuinuka kupitia uwepo wa Mungu. Praise God. Amen. So we're going to take an example of the body of Christ as a person who is sick. Nataka tuchukue mfano wa mwili wa Kristo kama mtu ambaye ni mgonjwa amelazwa pale katika ICU. So during the time of Peter, wakati wa Petero, this body was shaking. Hiyo mwili wa Kristo ulikuwa watingika. It wanted to arise. Ulikuwa unataka kuinuka. But religion came. Lakini dini ikaingia. And behind the land. Na ikaadhibu ule. The land started crying. Na nchi ikaanza kulia. Wanting to vomit out. Ikitaka kuteuka. Hallelujah. Amen. And through this, na kupitia hii, tukaona many things rose. Mambo mengi yakainuka. Many things rose. Mambo mengi yakainuka. Mpaka sasa hivi. Mpaka sasa. The body of Christ still shaking. Mwili wa Kristo bado unatingika. Lakini kanisa linajisiwa na ardhi inalia pia. Wanting to vomit. Inataka kuteuka. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. So we are going to look as to why is the land vomiting again? Kwa nini ardhi inatapika tena? Nataka tuangalie. Through this I got satanic. Sorry, akilo nimeongea. Tunawashukuru. Oh. Through this I got something concerning understanding satanic marks. Kupitia hii nilipata mfano fulani kuhusiana na kazi za shetani. And I came to nilisoma the book of Revelation 14:9-11. Nikasoma kitabu cha Ufunuo 14, which we will not read. Ambao hatusomi kwa sasa. And this is the beast mark. Na hii ndio ile alama ya yule beast. Praise God. Hallelujah. So this is the beast mark.
Amen. And I saw that if you have the mark of the Satan, ukiwa na alama ya shetani, you cannot stand in the land of God. Huwezi kusimama katika nchi ya Bwana. Amen. And the reason as to why this land, even right now, the land wants to vomit. Na hata sasa hivi nchi inataka kutapika. One, the body of Christ is shaking. Kwa sababu mwili wa Kristo unatapika, unayumbayumba. Na hakuna mtu ambaye anakanyaga mafuta. So we have seen revivalists rising. Tunaona wanaoleta uvivio wakiinuka. But that is spiritual. Alafu tunaona tena wakishuka chini. Praise God. Amen. Because of satanic marks. Kwa sababu ya kazi za shetani. Praise God. Amen. So I'm going to paraphrase what satanic marks are. Praise God. Nataka kuelezea So kwanza I will define what a mark is, because a mark is anything that I can say if this is a mark. Alama. Alama ni chochote. So I can put a mark in my pen and I say this pen is mine. Praise God. A mark inasema ownership. So if Satan puts a mark on you, Shetani akika alama kwako, anataka kukudai wewe. And you cannot stand in the realm of God. Na uweze kusimama katika uwepo wa Mungu. Na ardhi itakutapika. So we see Satan is putting marks on people. Tunaona shetani anaweka alama kwa watu. Marks of stagnation. Alama za kusonga mbele, alama za kukataliwa. And through this you are songering. Na kupitia hizi, but you're not having a breakthrough. Upati ufunuo. Praise God. Amen. Are we together? Hallelujah. Are we together? Hallelujah. So that is preventing hiyo inazuia the move of God in your life. Uwepo wa Mungu katika maisha yako. Hallelujah. Amen. So let us read the book of Genesis. Wacha tuangalie tena katika kitabu cha Mwanzo tena. 4:30. Mwanzo 4. This was the mark of Cain. Hii ilikuwa ni alama ya Kaini. And tunaambiwa mark can be anything. You see Cain aliputiwa this mark God. Unaona Kaini aliwekwa alama na Mungu. He was afraid that maybe somebody will kill him. Alikuwa na uoga pengine mtu anaweza kuja akamuua. And that mark was placed. Ndio alama ndio iliwekwa kwa. So we see a mark can be anything. Tunaona alama inaweza kuwa chochote. It can be a drawing in your body. Mfano inaweza kuwa hata mchoro katika mwili wako ama chochote kile. Sometimes back in the days, zile siku za kitambo kule. Me and my testimony. One day I saw a witch in our house when I was young. Siku moja aliona mchawi zile kwao. Mchawi alija, yes. And they placed mark on us. Na mchawi akaweka alama kwao. I was not understanding anything. Haelewi chochote. Because I was young. Alikuwa mdogo. And my I'm not going to say who was it, but the one who was there was like, we have to do what that person wants. Na yule alikuwa pale karibu akasema kwamba wanafaa wafanye kile yule mchawi anataka. Because at that time we were so confused. Sababu wakati huo walikuwa tumechanganyikiwa sana kama familia. Hallelujah. Hallelujah. And I'm now speaking to somebody here, maybe you have been blessed mark. Na sasa naongea na mtu hapa pengine umewekwa alama. Maybe in your private part. Hallelujah. Amen. Because sometimes they do things, and through these marks, those marks, they are connection. So I'm not speaking of stagnation, rejection, opposition, no. I'm speaking of real marks. Naongea kuhusu alama mifano. Sometimes people wanatembeanga kwa wachawi. And wakitembea kwa wachawi wanakatangwa, si ndio? That mark, that is a connection to all the demons. So you're connected to all demons. Unaunganishwa na mapepo yote kwa kukatwa, kwa kuchanjwa. Hallelujah. Amen. So ukiamua to go back to Christ, ukiamua to go back to Christ, something happens. Ukimrudia Yesu kitu kinafanyika. You cannot stay in that land. Ya kwamba huwezi kubaki pale katika ile because you have the mark. Kwa sababu kuna alama fulani. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. So these are the things which wants this land to vomit. Hizi ndio baadhi ya mambo ambayo hii ardhi inataka kutapika. Because the body of Christ was rising. Kwa sababu mwili wa Kristo hauinuki. And still satanic marks are spreading. Na alama za kishetani zinaendelea ku. And I can remember one of our brothers preached about stagnation. Nakumbuka mmoja wetu hapa alihubiri kuhusiana na kukwama. As he never explained, yani to me I explained it as satanic mark. And that is how he identifies you. Praise God. Amen. Some of us we are identified even by pombe. Some of us we are identified by sexual things. Some of us we are identified by pornography. Some of us by politics. Some of us by football. Praise God. Amen. Those are marks. And hizo ni alama. And as long as you have those marks, na ikiwa una alama kama hizo, ardhi itakutapika. Hallelujah. Amen. So we have to do something. Inafaa tufanye kitu kuzuia hizi mifano. We have to do something to prevent
this land from vomit. Inafaa tufanye kitu kuzuia hii ardhi isitutapike sisi. And that is why God was speaking to his people. Ndio sababu Mungu alikuwa anaonenea watu wake. Stay away from uncleanness. Kaeni kando na uchafu. You know, sometimes you see that God does not understand. Amen. Hallelujah. Amen. Me too, I'm a living testimony. Sometimes I see God does not understand what is the meaning of love. Wakati I'm like, you don't want me to fall in love? For real? You don't understand me. But God is like, I understand you. And he really hataki that land to vomit. Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes we think that the things that God places on us is so bad. Hallelujah. Wakati mwingine tunafikiria yale mambo ambayo Mungu ameweka ndani yetu ni mazito sana. But God knows what he is Lakini doing. Bwana anajua kile ambacho anafanya. But we tend to get used to it. Lakini saa nyingine tunakaa tunamzoea. We tend used to Holy Spirit. We are used to Tunamzoea Roho Mtakatifu. tumemzoea kabisa. And through this, Na the kupitia land hii wants. ardhi inataka kutapika sisi. So God is calling for people. Hivyo Yesu anaita watu. People who will not get used of the anointing. Watu ambao hawatazoea upako wa The Mungu. pastor ndio mwenye akishika mtu anaanguka. Eh. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. God is calling people. Yesu anaita watu. People who will stand firm Watu ambao watasimama imara and fight this satanic mass. na wapigane na People hizi will kazi za stand shetani. Watu ambao watasimama And imara. rise, waamshe the body of Christ. Wainue mwili wa Kristo Yes, it Yesu. was corrupted. Amen. And the land is crying, oh, I want to vomit this thing out. But still God is saying, no, I have a generation. Yesu A anasema generation kwamba that ni is kuna arising. Praise watu ambao God. wanainuka. A generation that is coming out. Watu ambao But wanainuka. if you the Mungu, God will throw you out. Ukimuudhi Bwana ardhi itakutapika. Praise God. Amen. Somebody was telling me alikuwa ananiambia Jesus has another face. Praise God. Mtu akawa ananiambia kwamba Yesu ako na sura nyingine. Yes, he is loving. Ndio He is anapendeza, kind. ni mpole, But sometimes he's harsh. lakini wakati mwingine ni mkali. Praise God. Amen. How many have tasted the harshness of God? Wangapi wamewahi kuonja ghadhabu ya Mungu? Praise God. Amen. We have seen that face of God. And it is because Mungu anakuambia, don't do this because I don't want this land to vomit. Kwa sababu Mungu anakuambia kwamba usifanye hivi sababu sitaki hiyo ardhi ikutapike. So we'll go back to our ministries. Tunarudi tena katika huduma zetu. I'm almost finishing. Niko karibu kumalizia. Praise God. Amen. I'm going back to our ministries. I'm going Uh, narudia huduma zetu. Amen. Amen. So Amen. sometimes Wakati mwingine God can take the burden that he gave you Mungu anaweza katoa ile mzigo alikuwa ameweka na kwako apatie mwingine. na apatie mtu mwingine. Mbona? Kwa nini? I'm used to that. Sababu umemzoea Bwana. Hallelujah. Hallelujah. I'm used to that. Like every day I have to spin, every day I have to jump. Praise God. Yeah, we are used to the anointing of God. Tumezoea upako wa Mungu. The manner you find that God is taking something from somebody. Ndio maana unapata Bwana anatoa kitu Na karama anapea kwa mtu mtu mwingine. anapatia mtu Me, mwingine. I'm going to give a testimony of this. Na kwenda kupeana ushuhuda hii. Okay, I used to pray. Kitambo alikuwa anapenda kuomba. Amen. I used to pray. Amen. But ikafikanga at a time where I was telling God, oh God, please. Nafika wakati anamwambia Give Mungu me a please, break. please, nipatie break. Nipe break. But God is like, you have to pray, Karen. Lakini Mungu anamwambia lazima Still uombe. easy, and I insist. Every meeting I attend, pray. Anaendelea Pray. Mungu God kuzingatia is kwamba pushing aombe. And do you know that burden of prayer was taken away from Na me? unajua mzigo wa maombi ulikuja kuondolewa kutoka But kwangu. I don't know who that lucky person was. Na sijui ni nani huyo mtu ambaye alikuwa amebahatika Until kupatiwa. God hiyo mzigo. akanifungua akaniambia, you know, you have to pray for this. Mpaka Mungu akamwambia kwamba inafaa aombee You have to fulani. go back in prayer. Inafaa arudi tena You katika have to go maombi. back in fasting. Inafaa arudi tena katika And he kufunga. came to realize I was used to God. Akaja akagundua kwamba alikuwa amemzoea Mungu. Praise God. Bwana asifiwe. So tusizoe Mungu. Tusimzoee Mungu. Tusimzoe. Amen. Hallelujah. Amen. Some of us tumezoea Holy Spirit, as in times of prophecy, this one must prophesy. Ayo ni yake. Wakati mwingine tumezoea hizi In karama. times of casting demons, hiyo ni yake. Tunazoea hizi karama. In times of worship, hiyo ni yake. Na kusema hii ni ya mtu fulani ama ni ya mtu fulani. Forgetting that by the way tukienda mbinguni Mungu hata tutakuwa sisi wote hapo present worship. So if you don't practice here, I don't know how you will cope with those keys in heaven. And I feel the keyboard is longer than this one. Praise God. Amen. So today's topic was land vomit. Mafundisho ya leo ilikuwa ni ardhi kutapika. So you have to consider yours. Kwa hivyo lazima uzingatie njia zako. It is tough, Ni ngumu, but there is a prize. lakini kuna zawadi. Hallelujah. Hallelujah. Be blessed. Barikiwa sana.
Praise God. Pigeni Sister Karen makofi. Wapi ya Yesu. Amen. Tunataka wakalimani hapa. Amen. Nani anajua anaweza kukalimani hivi, anaweza kuinterpret hivi, mtu akiongea Kizungu anaweza ongea kwa Kiswahili. Amen. Because kuna watu nimenotice hapa wana flow poa na English. Praise God. Na unapata sisi wote conversant na English. So tunataka kutrain watu hapa. Amen.